Hatimaye Eid al-Fitri katika mkoa wa Kaskazini Pemba katika viwanja vya skuli ya Jadida imefikia tamati na kusubiria Idi ya mfungo tatu, ambapo wananchi na wafanya biashara wa kiwanja cha Jadida wameeleza changamoto wakati walipokuwa wakizungumza na mwandishi wa Msuo TV Online. Wananchi hawa wamesema: Jina langu naitwa Khatibu Hamad Faki, Itupeket, maarufu wangu sana naotumia naitwa Khatibu Madaga au Madaga, maarufu kwa hapa Pemba mzima hii. Changamoto ni nyingi, lakini ndio hali ya mambo, kwa sababu ukiangalia unanunua mapolo leo, kesho anakuja watu wanayachana, lakini bado hatuvunjiki moyo, tunakwenda nayo na tunafanya kazi. Kwa hiyo tumeendeleza, huu ni mwaka wa 4 sasa hivi. Inakuwa tumeweka kituo watoto, kama mtoto wako mfano mathalan kapotea, unaweza ukaja pale ukatoa taarifa na sisi tukaweza kumtangazia na mtoto wake akaweza kupatikana. Na ni mambo mengi, watoto wanakuwa wanapata utulivu wa kukaa pahali ambapo alipokuwa pana stara, kwa sababu tunashukuru jeshi la polisi huwa wapo, pana usalama wa taifa huwa wapo, ni kamati ya shea hiyo ipo, na sisi wenyewe tunashirikiana kwa ajili ya kufanya ili swala letu ili liweze kwenda mbele. Kusema kweli changamoto ni nyingi, lakini ndio kama hivyo, tunashirikiana, tunapambana na siku ya siku tunapata kile ambacho tunatafuta na watoto wanapata pahali pazuri pa kuweza kukaa. Mwenyekiti, licha ya kwamba tunashuhudia kwamba sikukuu tano ya Kiswahili cha Pemba tayari ndio ina wazee ama wananchi wanasema inatoeka, sio kama ile sikukuu ya zamani, labda pengine kwa muda hapa wazazi ambao bado wapo na watoto wao ambao wanahitaji kutembelea katika maeneo ya sikukuu, unawaambia nini? Mimi ninawaambia wazazi kwamba waachilie watoto wao watembee katika sikukuu, wajiza wakitembea kwenye sikukuu wala hakuna tatizo lolote, ila tu watoto wetu tujaribu kuwachunga sana, kwa sababu watoto wetu sasa hivi ni watoto waliokuwa kwa kusema kweli, ndio kwamba anakwenda kwenye magunia, kumbe haendi kwenye magunia, anakwenda katika safari zake nyingine. Huwa anapata kishingizio cha anaenda kwenye magunia, kumbe anaenda safari zake nyingine. Lakini kwa kusema kweli tumejitahidi na tutajitahidi na tena. Labda nini kifanyike kuhakikisha kama watoto hawazururi? Kwa kusema kweli, kama serikali yetu ya wilaya ni kuwa wangeliandaa eneo maalum, wakajenga eneo kubwa, baadaye mle ndani mkakatwa vyumba, watu yule mpiga picha, yule chips, yule mishikaki, wewe na maonesho, huyu anapiga hichi, inakuwa tunakusanyika pale wote, na maana watoto watapata kutulia pale pamoja, watu hawazo.